Alipoingia madarakani, mfumo ulitetemeka. Wengine walimuita dikteta, wengine walimuita shujaa. Lakini jambo moja halikupingika. Yeye hakuwa rais wa kawaida. Yeye alikuwa ni bulldozer wa Tanzania. Katika historia ya vizazi na tawala mbalimbali, kuna viongozi wanaopita kama upepo na kuna wale wanaopita kama tetemeko la ardhi. Lakini leo katika Untold Truth tunajiuliza swali moja tu. Ni nani huyo aliyekuwa bulldozer wa Tanzania? Langu jina ni Yazdan Rex Igo na hii ni Sauti ya Igo. Kila taifa huwa na wakati wake wa mtihani na kila kizazi hupata kiongozi anayelazimisha mabadiliko, iwe wanataka au hawataki. Tarehe 5 Novemba 2015, Tanzania iliamka chini ya uongozi mpya. Jina lake John Pombe Joseph Magufuli. Pengine hakujua kuwa safari hiyo ingemfanya apendwe kwa dhati, lakini pia safari hiyo ingemfanya achukiwe kimya kimya. John Pombe Magufuli alizaliwa Oktoba 29 mwaka 1959 katika kijiji cha Chato, mkoa wa Geita. Alikulia maisha ya kawaida, hakulelewa kwa anasa, na labda ndio sababu alipoona anasa za madaraka aliziona ni kama usaliti kwa wananchi. Kitaaluma alikuwa ni mwalimu wa kemia na hisabati, lakini kisiasa alikuwa mwanafunzi wa nidhamu kali, tena kali sana, na misimamo yenye nguvu na yenye kutikisa mihimili. Mwaka 1995 Magufuli aliingia bungeni akiwa kama mbunge wa Chato. Kuanzia hapo hadi mwaka 2015 alishika wizara nzito sana kama vile Wizara ya Ujenzi, Wizara ya Uchukuzi na Wizara ya Ardhi. Na alijenga sifa moja kuu katika misuli yake: hakuvumilia uzembe. Ndipo jina lake jipya likazaliwa, bulldozer. Na mwaka 2015 alipoapishwa kuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakupoteza hata wiki. Akasema hapa ni kazi tu. Ndani ya siku 30 za kwanza alipiga marufuku safari za nje, akapunguza sherehe za kitaifa, akageuza mabilioni ya sherehe kuwa ununuzi wa vitanda hospitalini. Hapo ndipo wananchi wakaanza kusema huyu ni tofauti. Katika uongozi wa bulldozer alikuwa akikutana na matukio tofauti, tena yalikuwa ni matukio makubwa yaliyoongeza weledi, utendaji wake wa kazi na kupendwa na watu. Moja ya tukio kubwa lilikuwa ni tukio la bandari ya Dar es Salaam mwaka 2017. Mwaka 2017 Magufuli the bulldozer alisimamisha ghafla uongozi wa bandari ya Dar es Salaam. Makontena yakakamatwa na mapato yakachunguzwa, na ndani ya miezi michache mapato ya bandari yakapanda maradufu ya mwanzo. Hili halikuwa kosa la kawaida, lilikuwa ni tamko la vita dhidi ya ufisadi. Magufuli alikuwa ni mmoja kati ya rais aliyekuwa na maono makubwa sana ya kitaifa. Magufuli hakuwa akifikiria miaka mitano, alikuwa akifikiria vizazi na vizazi. Alikuwa akiamini ya kwamba taifa lisilo na miundombinu ni taifa linalotambaa. Basi akaibua miundombinu mikubwa mno, miundombinu ambayo imekuwa ni nguzo hadi sasa. Reli ya kisasa SGR, Standard Gauge Railway, alianzisha mwaka 2017. Ilikuwa ikitoka Dar es Salaam kuelekea Morogoro, ikipita Dodoma hadi Mwanza. Huu ulikuwa ni mradi wa kihistoria uliobadilisha mwelekeo wa usafiri Tanzania. Kwa mara ya kwanza tangu uhuru, Tanzania ilijenga reli ya kisasa
kwa fedha zake yenyewe. Lengo lilikuwa ni kupunguza gharama za usafirishaji na kufufua biashara ya kikanda. Maana ya kisiasa: uhuru wa miundombinu bila utegemezi wa masharti ya nje, ndicho alichokimaanisha. Na mwaka 2016 hadi 2019 alifufua tena shirika la ndege ATCL. Magufuli alinunua ndege mpya zaidi ya 11, Bombardier, Boeing, Dreamliner. Hii ilirudisha Tanzania kwenye ramani ya anga. Lengo lilikuwa ni kuongeza nafasi ya utalii, kukuza biashara na kuongeza hadhi ya kitaifa. Na katika miaka 2016 tena hadi 2021 alihakikisha barabara na madaraja ya kimkakati yanatengenezwa. Basi alitengeneza barabara nyingi sana za lami vijijini, alifanya upanuzi wa barabara za mijini, lakini pia madaraja kama vile daraja la Mfugale Dar es Salaam. Hakika miundombinu haionekani kwenye hotuba, bali huonekana kwenye maisha ya watu. Hakusahau kukuza sekta ya viwanda vya saruji, viwanda vya sukari, viwanda vya nguo na kuongeza thamani ya madini. Magufuli alisisitiza, malighafi nje, umaskini ndani. Lazima tubadilishe hilo. Alihakikisha ununuzi wa ndege. Tena akasisitiza sera za ndani. Badala ya kukodi ndege za kifahari, alitumia ndege za ATCL au safari za ndani. Hii ilipunguza gharama na kubadili taswira ya uraisi. Katika sekta ya elimu na afya, alihakikisha msingi hadi sekondari kunakuwa na elimu bure bila ada, lakini pia ujenzi wa hospitali, vituo vya afya, ununuzi wa vifaa tiba, tena kwa fedha za sherehe zilizokuwa zikihairishwa. Miradi ya Magufuli haikuwa tu ya zege na chuma. Ilikuwa ni miradi ya kifikra ya kuondoa hofu na kujenga ujasiri wa kitaifa, hasa mataifa yanayozaniwa kuwa ni mataifa ya kimaskini, mataifa ya dunia ya tatu. Hapana, alionyesha kwamba tuna rasilimali nyingi za kukuza uchumi wetu, tena bila kutegemea mataifa ya nje. Na tarehe 28 Oktoba 2020, Magufuli alichaguliwa tena kwa zaidi ya 84% ya kura, lakini uchaguzi huo uliacha majeraha. Kulikuwa na malalamiko mengi ya ndani. Ukosoaji wa kimataifa ukaongezeka. Sauti za demokrasia zilipungua pia. Magufuli hakujali kelele za nje. Alijibu kwa kimya na mamlaka. Mwaka 2020, dunia ilisimama, lakini Tanzania haikusimama. Kulikuwa na tukio kubwa lililobadilisha historia ya mataifa mengi. COVID-19 ulikuwa ni ugonjwa uliosumbua kwa miaka 2019 kuelekea mwaka 2020, lakini Magufuli alichagua njia tofauti tu. Kipindi watu wakisisitizwa kukaa katika lockdown, kukaa ndani, yeye alikataa lockdown, alisisitiza maombi, alipunguza taarifa rasmi. Uamuzi huu ulimweka katika mvutano mkali na taasisi za kimataifa. Hapa ndipo pengo likapanuka kati yake na dunia. Alisisitiza watu waendelee kupiga kazi kama kawaida, huku wakijikinga na wakifata taratibu zote za afya za kukuepusha juu ya ugonjwa huu wa COVID-19. Baada ya mambo yote hayo, baada ya mikakati yote hiyo, na baada ya juhudi zote hizo, tarehe 17 Machi 2021, Tanzania ilipigwa tukio. Tanzania ilizizima. Tanzania ililia. Tanzania ilipokea taarifa nzito mno na iligoma kuziamini na kuzipokea. Rais John Pombe Joseph Magufuli alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 61. Maskini walilia, wamama
waligaragara, wanyonge walitoa machozi ya damu. Sababu rasmi ya kifo chake ilikuwa ni ugonjwa wa moyo, lakini ukimya uliotangulia baada ya taarifa hiyo ulizaa maswali yasiyoisha. Mpaka leo hii wengine wanamlilia kama shujaa na wengine wanamkumbuka kama mtawala mkali, lakini hakuna aliyebisha juu ya jambo moja, ya kwamba Magufuli alikuwa ni bulldozer. Alibadili mfumo, alivunja hofu, aliacha alama. Na moja kati ya mazungumzo yake yanayokumbukwa zaidi huku yakichezwa mtandaoni ni pale aliposema, siku moja mtanikumbuka, akimaanisha siku moja nikifa mtanikumbuka, na hamtonikumbuka kwa mabaya yangu, bali mtanikumbuka kwa yale mema niliyokuwa nikiyafanya. Na kauli hiyo imekuwa ikipenya katika mioyo ya Watanzania hadi leo. Basi hadi kufikia hapa, nipende kusema usiache kulike, kushare na kusubscribe ili kupata video kali kama hizi. Langu jina ni Yazdan Rex Eagle na hii ni Sauti ya Eagle.